ni kwamba taasisi ya VETA, moja ya taasisi ambazo zimepewa heshima kubwa ni taasisi ya VETA, kiasi kwamba hata leo chuo chochote kikija leo, sidhani kama kinaweza ikawa reputable to the extent ya kuizidi VETA. Anayeweza kufifisha thamani, muonekano na kila kitu kuhusu VETA ni ninyi watumishi wa VETA. Kwa ninyi ndio mnaweza kufifisha kabisa, ikaonekana kabisa taasisi hii sio nzuri. Kwa jambo la kwanza, nadhani jambo la kwanza tuendelee kuwa washauri wazuri. Na mimi kwa sababu pia nakuwa na mheshimiwa waziri mara kwa mara, majengo yote ya mkoa wa Dar es Salaam tumekubaliana haya taasisi, kwa sababu ya ufinyu wa eneo, majengo haya kuanza kuyajenga kwa njia ya magorofa. Ni bora mkao mna one building ambayo ni stand alone lililokwenda juu, na madarasa mengine yote yakawa hapo na watu wakaanza kufanya kazi na maeneo yote yakawa reserved, kwa sababu majengo haya, fuateni mfano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Dar es Salaam ni plani ya miaka mingi sana, tena ikiwezekana hata kabla mkoloni, miaka hiyo. Lakini ukienda leo chuo kikuu cha Dar es Salaam mpaka leo, ukienda maeneo ya kule Changanyikeni, ukienda maeneo ya kule Msewe, bado kuna maeneo mpaka leo yako reserved not less than 50 years after. Kwa hiyo na sisi hapa kwenye maeneo, ukijenga hapa, mwisho wa siku utakuja kuanza kuyabomoa. Kwa hiyo itakuwa ni wastage of resources, wastage of financial resource na vitu vingine. Lakini jambo la pili, majengo haya kwa yaliyokamilika, eneo hili mnatakiwa tena kuanza kufanya usafi wenyewe kwa gharama. Hii ni sawa na nyumba iliyokamilika kidogo na kutokuwa na watu. Ningeshauri mfanye kila linalowezekana mwaka wa fedha huu kabla hujaisha, mwezi wa 7 mwakani, mchukue wanafunzi hata wachache ambao watafanya kazi hapa ya kusoma. Itakuwa ni appetite tena kubwa ya kwenda, itakuwa ni kama ni catalyst ya kuyamaliza yaliyobaki. Lakini kuna kazi zingine zitafanywa na hata wao, moja ikiwa ni masuala ya usafi na hata masuala ya ulinzi, na hasa nyakati za mchana. Lakini jambo la tatu, Tanzania leo inajiegemeza kwenye elimu ya amali, kwa maana ya elimu ya vitendo, ili watu waweze kupata skills. Wanafunzi wanaomaliza VETA leo, ajira zao ziko nyingi sana kuliko pengine hata wanafunzi anayemaliza chuo kikuu. Hii ni kwa sababu huku tuko kwenye tertiary schools ambazo watu wanapata yale mafunzo ya ujenzi, uchongaji, ushonaji, vitu ambavyo ni practical kila siku. Kwa hiyo nitoe ushauri kwamba ni muhimu sana sasa kuanza chuo hiki, hata kama kuna majengo machache yamekamilika, lakini mforce ili angalau baadhi ya vitu vianze. Na mimi nitakapokutana na mheshimiwa waziri pia mwenye dhamana ya masuala ya elimu haya, nitamueleza pia kwamba ni vizuri pale Kigamboni chuo kikaanza pia. Wizara, katibu mkuu nitamueleza, na hata kanasi atafanya pia mawasiliano na katibu mkuu anayehusika, ili pia kuruhusu fedha kidogo ziweze kumalizia, vinginevyo miradi hii itabaki kuwa ni white elephant project.